Kama nilivyosema awali, hizi ndizi sio za kutia mwiko. Kwa hiyo badala ya kukoroga ili kuepuka zisishike chini, ninakuwa tu nazitikisa tikisa. Ni mtikiso tu unaitwa. Zile kama unavyoona tui letu linaendelea limeiva vizuri, linaendelea kuiva vizuri. Nasubiri lipungue kabisa niweze kupata kutia tui la kwanza. Kama kawaida yetu ni ndani ya kipindi cha Mahanjumati, ndani ya TBC. Uko na mimi Mayasa Mrisho. Kwa siku ya leo tutakula pamoja, tutapika pamoja ndizi mzuzu pamoja na rosti maini. Sasa basi, ndizi mzuzu zinapikwaje? Rosti maini linapikwaje? Utajua hapa ndani ya Mahanjumati. Kama tulivyoanza awali, tulianza na ndizi mzuzu, ndio tunaendelea nazo. Tumalize tuingie katika pishi la pili. Kama nilivyokuambia awali, nimeweka tayari ili ni tui la pili. Kwa hiyo sasa hivi nataka niweke tui la kwanza. Ili tui la majina mengi. Wengine wanaita tui bubu, wengine wanasema tui zito. Lakini mimi nasema ni tui la kwanza la nazi ambalo nimelikuna vizuri nikalichuja. Kwa hiyo hili ni tui ambalo ndio litakuwa tui letu la mwisho katika hizi ndizi zetu. Ninatikisa vizuri sana ili zipate kuchanganyika. Hapa tena siwezi kufunika, kwa sababu nikifunika nitalikata tui. Naliacha tui langu liendelee kuiva taratibu likiwa limeunganika kabisa, limechanganyika na viungo ambavyo nimeviweka. Ina maana chumvi hapo imekaa vizuri, iliki imekaa vizuri, sukari kwa mbali niliyoiweka na chumvi yangu imekaa swadakta kabisa. Kwa siku ya leo tuna ndizi mzuzu na rosti maini. Ni hapa tunasema kwamba ni lazima ujipende kwenye kula. Ni lazima mtoto wa kike, hata mtoto wa kiume, ukajua kupika vitu mbalimbali. Sio lazima tu ni mama zetu watupikie au maleda watupikie. Inapendeza zaidi hata wewe mdada ambao umekaa hapo unaangalia, ukajua kupika kidogo, ukajua kuchanganya marosti Mahanjumati yote ambayo yako mjini, ya kidigitali na ya kiswazi, ya kihalati. Ni ndani ya TBC1 na Mayasa wa Mrisho, ndani ya Mahanjumati. Tuendelee kupika, tuendelee kuandaa chakula chetu ambacho tutakula muda sio mrefu. Hiki ni chakula ambacho kinaweza kikaliwa hata mwezi wa Ramadhani. Kwa wale Waislamu wanaweza unasema wenyewe futur. Ni iftari ambayo inaweza kula mwezi wa Ramadhani. Ni chakula ambacho kinaweza kikaliwa usiku. Ni chakula ambacho kinaweza kikapikwa katika sherehe mbalimbali na kikalika. Hasa kwa wale wenzetu kihalati. Utakuta hapa anakuwekea ndizi mzuzu, anakuwekea biriani, anakuwekea rosti lako, anakukaangia na kanyama hapo pembeni. Ni menyu ambayo inakuwa imekamilika kabisa, ambayo inaweza kutumika kwenye mashughuli. Mahanjumati wanafanya vitu vingi sana. Wanaweza hata ukaja kupikia ndani ya nyumbani kwako wewe. Kama una sherehe, kama una shughuli yoyote, wanakuambia unakaribisha kumtafuta Mayasa wa Mrisho. Ni hapa tunatengeneza mambo yote, tunakamilisha mambo yote. Sasa basi, usiache kuangalia, endelea kuangalia. Ni chakula ambacho kinaweza kikaliwa jioni, kinaweza kikaliwa mchana, na haswa kwa mwezi wa Ramadhani wanasema wanafuturu. Ila bado hatujafikia mwezi wa Ramadhani. Tunaanza kubipu tu kama unavyoona. Tui langu linaendelea kuiva vizuri sana. Ninasubiri kumaliza kuiva ili tuandae kupika rosti letu Mahanjumati. Usitoke bana. Kama unavyoona inachemka vizuri sana tui ambalo halijakatika na wala halina dalili ya kukatika. Tuache kuendelea ndizi zetu zive vizuri. Kama mnavyoona ndizi zangu tayari. Rojo hiyo tayari ambayo nilikuwa nahitaji iwepo katika ndizi zangu, zimeiva vizuri kabisa. Kwa hiyo naiweka pembeni. Nafunika kwa pembeni tu kidogo. Hapa tunaingia katika pishi la pili. Kama nilivyokuambia kwamba leo tutakuwa na ndizi mzuzu pamoja na roast la maini.